Dayari ya mapenzi. Jifunze kutofautisha kati ya mapenzi na faraja. Mimi nina mpenzi wangu, ananipenda na mimi nampenda. Kwa hiyo suala la mimi kuwa na wewe, hilo sahau. Mimi nahisi bado haujajua ni kiasi gani ninavyokupenda na kukuhitaji katika maisha yangu. Mimi sihitaji nikuchezee, bali nataka uwe mke wangu, mama wa watoto wangu. Unapoteza tu muda wako bure kwa ngonjera zisizo na tija masikioni mwangu. Mimi nimeshawahiwa na ninarudia tena kwa msisitizo. Suala la mimi kuwa na wewe, hilo sahau. Huenda ulimuhitaji sana ila akakukataa. Akasema haiwezekani nyie kuwa pamoja, kwamba wewe sio chaguo lake, yupo yule anayempenda na kumthamini, ambaye anamfanya atabasamu kila anapomuona na ajione bora kila anapokuwa naye. Kisha akakurahisishia maelezo kwa kusema, kama unavyompenda yeye, naye pia kuna mtu anampenda kwa dhati na kwa kiwango hicho hicho unachompenda yeye. Haikuwa rahisi, ila ikabidi tu umuelewe, kwa maana hakuna shujaa aliyewahi kuushinda ukweli. Kama uyajuavyo, maisha ni kama maji ya bahari na mawimbi yake. Miezi kadhaa ikapita. Kule alipopenda, mambo yamekuwa kinyume na matarajio yake. Ameachwa. Sasa amerudi kwako, anasema ameamua mwe pamoja kama Adam na Hawa. Mjenge familia yenye furaha, amani na upendo. Ngoja nikwambie kitu. Rudi hatua kadhaa nyuma. Nisikilize. Usikubali haraka. Jifunze kutofautisha kati ya mapenzi ya kweli na faraja. Kamwe usijaribu kuchanganya. Mara nyingi mtu anayeachwa na anayempenda na kutaka kuwa na wewe kisa uliwahi kuonyesha kumpenda, huwa hasukumwi na nguvu ya upendo, bali huhitaji faraja. Kidonda alichosababishiwa na aliyempenda anataka kipate tiba. Ukikubali haraka utajipoteza. Utajikuta unageuka kuwa tiba kwake badala ya mpenzi. Na siku akipona au akipata unafuu wa kidonda chake, atamfuata yule anayempenda na kukuacha. Kuwa makini. Imeandaliwa na Anthony Lutaiwa, na mimi unayenisikia ni Jamila Kabwili. Dayari ya mapenzi.